tuwashukuru kwa kufika na kuja kutupa elimu hii. Mimi nilikuwa naomba hata kama itawezekana, yani tukiunda vikundi, basi kwenye vikundi vyetu hivyo tuwe na mizani yetu, pamoja na kwamba kule kwenye kituo tutakao kukusanyishia kutakuwa na mizani, lakini na sisi wakulima tuwe na mizani ya kwetu. Pindi tunapopima maparachichi tutumie mizani ya kwetu ambayo hatuwezi kujiibia wenyewe. Lakini kikubwa zaidi kilio changu mizani. Yaani mizani kwa kweli ni udanganyifu mkubwa. Hao ambao wanatumwa kuja kununua ni kweli watakuja na tray limeandikwa kampuni fulani. Naamini kabisa huyu mtu hajaja bure hapa. Amekuja kwa sababu ya ametumwa na ile kampuni. Lakini kumbe sio. Matakwa ya mwananchi unapanga mwenyewe. Atakaye kiuka kuwa tofauti na maazimio anashughulikiwa. Anashughulikiwa kwa idhaa ya maamuzi ya wananchi walichokiazimia wenyewe kwa mawazo yao. Hiki kilio ni kikubwa. Leo hii watu wananunua reject mfuko tu refu shilingi 30 20. Hivi ni kweli? Leo hii niwaambie parachichi shambani wanaambia we parachichi hizo zina upele hazichukuliwi. Ndani ya siku 2 wako kuchukua reject. Hivi ni kweli? Sasa leo nikiwauliza wananchi kwamba parachichi ina upele ila ni bora, hivi mafuta kikamua kuna mafuta yenye upele? Muniambie yenyewe kuna mafuta yataonyesha kwamba parachichi ilikuwa bora ila kulikuwa na uvimbe wa upele. Hivi ni kweli? Kwa huo ni ulaghai. Ushirika ni muhimu sana. Hata kupata soko ni rahisi kwa sababu tuingia kwenye mfumo ndani ya ushirika. Ushirika unatutafutia majenti, unatutafutia watu wa viwanda, unatutafutia soko. Kwa kikubwa ni kwamba tuachane na ule ubinafsi. Hapa pamejaa ubinafsi. Nafikiri mwenyekiti ni shahidi. Kwenye uzaji wa na kupigia sana kelele. Lakini unafika mahali unasema wananchi wenyewe wanaamua hivyo. Kwa ninachoomba acha tunde hiyo kamati. Hiyo kamati ndio mahali pa kusemea, ndio mahali pa kuja kupiga kilio wilayani, ndio mahali pa kupata msaada. Lakini cha msingi kama nilivyosema, ushirika ni lazima. Ushirika ni lazima. Kwa sababu mkipanga ushirika, hakuna atakayeingia shambani kuiba. Kwa sababu mmejipanga na mna mikakati yenu. Tukisajili vikundi, tuende kwenye ushirika, yani AMCOS, tuwe na AMCOS ambazo zitatupa sisi nguvu ya kuongea lugha moja. Tukikubaliana hatufanyi, tunafanya. Mwisho wa siku vyama vyetu vinavyokuwa vitakuwa ni vyama ambavyo vinakuwa na vinakopesheka. Unajua kuna watu wa maendeleo ya jamii hapa na ushirika pia. Vyama vitakopesheka kwa zile shida ndogo ndogo ambazo sasa hivi anaweza akaja dalali anakupa hela tu kwamba bwana wewe chukua hizi alafu utaniuzia baadaye kwa bei ninayotaka. Angalau inakuwa inapungua hiyo, si ndio kwa sababu kishakuwa chama ambacho kinaeleweka mnakopesheka. Watakuja wataalamu hapa kuja kukaa na nyinyi tutengeneze umoja au ushirikiano huo au ushirika huo ili sasa tuanze kuwa na lugha hii moja. Mwaka huu nimesema tunaanza na kamati ile, si ndio? Kwa sababu hatuna vyama. Lakini tungekuwa na chama tungekirasimisha hapa tukakiongezea majukumu ya mazao ya parachichi. Unakuta chama ni cha labda kinashughulika na kahawa peke yake, si ndio? Sasa sisi tunataka chama cha ushirika cha hapa kiwe na mazao karibu yote.